Kongamano la kimataifa la lugha ya Kiswahili limezinduliwa katika viwanja vya Kololo jijini Kampala nchini Uganda. Kongamano hilo limezinduliwa siku ya jana tarehe 14 April na linategemewa kuisha kesho siku ya tarehe 16 April, na kauli mbiu ikisema kuwa kukienzi Kiswahili, wajibu wa kisiasa na uchumi kwa mvuvuko wa Afrika. Naye Waziri wa Habari, Sanaa na Utamaduni Tanzania, Profesa Palamagamba Kabudi, kwenye hotuba yake siku ya jana amesema kuwa Tanzania imefungua vituo 47 vya Kiswahili duniani kote ili kukuza ufundishaji wa lugha ya Kiswahili. Dr. Samia Suluhu Hassan ametuwezesha Tanzania kukuza kitu tunachoita diplomasia ya utamaduni, cultural diplomacy. Cultural diplomacy ikiwa ni pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili. Wenzetu unaona Waingereza wana British Council, ni cultural diplomacy, kukuza lugha yao ya Kiingereza. Wafaransa wana Alliance Francaise, kukuza lugha yao ya Kifaransa. Wajerumani wana Goethe Institute, kukuza lugha yao ya Kijerumani. Na sisi tumeanzisha vituo 17 duniani ili kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Hiyo ni cultural diplomacy. Tanzania, najua mara nyingi sisi wengine ni Tanzania. Lugha ya Kiswahili sasa tumesema ni miongoni mwa lugha ngapi kubwa duniani? 7. Sasa kama ni lugha kubwa 7 duniani, ni lugha ndogo. Na nani anaisukuma hiyo katika cultural diplomacy kama nguvu ya ushawishi? Ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, mwalimu wa shule ya msingi Chamwino mjini Dodoma amesema kuwa tupende lugha yetu ya Kiswahili, maana mkataa kwao ni mtumwa. Anayekataa kwao siku zote ni mtumwa. Na ili cha kwenu kipate hadhi ya juu au kiwe na thamani, ni basi ukikubali. Wanasema nyumbani hata kama ni polini, ndio kweli. Kwa mimi naona kwamba hao ambao wamesoma, hiyo ni elimu tu na ujuzi ambao wamepata, lakini swala la msingi ni kwamba wajaribu kuendeleza Kiswahili, kwani sasa hivi Kiswahili kimekuwa na soko kubwa hata tofauti na hizo lugha zingine ambazo wenyewe wanaziona kuwa nzuri. Sasa hivi Kiswahili kimekuwa kinatumika katika nyanja mbalimbali na katika nchi mbalimbali za Afrika. Baadhi ya wananchi wa mkoa wa Dodoma walikuwa na haya ya kusema kuhusu lugha yetu ya Kiswahili. Lugha yangu ya Kiswahili naitumia kwa sababu inanipa faida na kwa sababu ni lugha yangu ambayo ninaijua, na katika biashara yangu naitumia hata wateja wakija pia. Watu tujifunze lugha zote, maana ukijifunza Kiswahili kitakusaidia pia. Huwezi ukakariri lugha yako tu ambayo unaijua, inabidi ujue na Kiswahili. Nafaidika kwa sababu ndio lugha yangu ya taifa, ndio naitumia hata kwenye biashara zangu na mimi, kila kitu, kwa maelezo, kwenda kukutana na watu, kwa communication na watu, mawasiliano na watu. Ni kutokujichambua. Huwezi kukataa lugha yako, ndio lugha ya kimama ya taifa letu. Tunatumia Watanzania wote mijini tunatumia lugha ya Kiswahili. Kufanya biashara, kila kitu lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo sioni kama ni mantiki, ni sawa kwa Tanzania kukataa kuongea lugha yake kwa kosa. Kutokana na kongamano kubwa la lugha ya Kiswahili linalofanyika nchini Uganda, hayo ni baadhi ya maoni ya walimu pamoja na wanafunzi kuhusu lugha ya Kiswahili, na amesema kuwa kila mtu anapaswa kuimarisha na kuipenda lugha yake kwa maendeleo ya nchi yake, kwamba mkatao kwao ni mtumwa. Nikiripoti kutokea hapa shule ya msingi Chamwino, mimi ni Pendo Asenga wa Domeko TV.